Asante. Mimi kwa majina naitwa Frederick Tunutu. Ni meneja mradi wa nishati ya kupikia katika shirika la lisilo la kiserikali linaloitwa ACF. ACF ni shirika lisilo la kiserikali linalofanya kazi katika nchi za Afrika kusini mwa jangwa la Sahara, likiwa na malengo ya kuzijengea uwezo kampuni za kati, kubwa na ndogo katika sekta za kilimo, nishati na uchumi, ambapo ACF inasaidia makampuni haya katika kuyajengea uwezo, ikiwa ni pamoja na kuyapatia mitaji, kuyapatia utaalamu wa kibiashara, na pia tunaziwezesha hizi kampuni kuweza kuendeleza huduma zao katika maeneo yale ambayo yana mazingira magumu, ambayo kampuni nyingi huwa zinashindwa kufika kutoa huduma mbalimbali ambazo zinahitajika. Na huduma ambazo tunazisaidia katika biashara hizi za nishati na kilimo ni pamoja na usambazaji wa mbegu, usindikaji wa mazao, bidhaa za nishati kama hizi tunaita siku hizi nishati safi ya kupikia, na pia nishati ya umeme kwa njia ya sola. Sisi tuna mradi ambao unaitwa Tanzania Clean Cooking Project. Huu ni mradi ambao unafadhiliwa na shirika la maendeleo ya Sweden la SIDA, ukiwa na thamani ya dola za Kimarekani milioni 5.2. Katika mradi huu tunatoa grant kwa makampuni yaliyo katika hii sekta ya nishati safi ya kupikia, ili kuyawezesha kuyajengea uwezo katika utengenezaji wa bidhaa hizi. Kuna baadhi ambao wanatengeneza kama majiko sanifu, usambazaji wa bidhaa hizi ikiwa ni pamoja na majiko sanifu, lakini pia gesi hii wanaita LPG sasa hivi, lakini pia biogas na pia kuziwezesha taasisi mbalimbali ziweze kubadilika kutoka kutumia mkaa na kuni na kutumia nishati safi, ambapo sasa hivi tunasaidia makampuni ambayo yanatengeneza hizi zinaitwa briquette, mkaa mbadala. Kwa hiyo tunachofanya kwa hizi kampuni, tunazipa mitaji ambayo inawezesha wao kuweza kupata uwezo wa uzalishaji zaidi. Kampuni nyingine zimeweza kununua mashine, lakini pia kuweza kuzisaidia katika usambazaji, ikiwa ni pamoja na marketing. Na katika mradi huu wa kwetu sasa hivi tuna makampuni 9 ambayo tunayafadhili yakiwa na kiasi tofauti cha fedha, na tunaendelea na zoezi hili tukiwa bado tuna malengo ya kufikia kampuni 15. Sisi katika mradi huu, kwanza labda kabla ya kwenda hapo, ni kwamba hii ni fursa ambayo tunaiweka wazi kwa makampuni kuweza ku-apply, na wanaandika andiko la biashara wakieleza kwamba wanategemea kufanya nini, na hatujalifunga kwa hizi teknolojia ambazo zinajulikana kwamba ni teknolojia za nishati safi. Kwa hiyo tunapokea na kuchakata na kuangalia ni zipi ambazo tunaamini kwamba tukizisaidia kweli zitafika kule ambako tunategemea. Kwa hiyo kwa sasa hivi katika makampuni haya 9 tuna makampuni mawili ambayo ni ya gesi, lakini pia tuna makampuni mengine 7 ambayo yanajihusisha na majiko sanifu, na pia yanajihusisha na usambazaji wa mkaa mbadala ambao tunauita briquette. Kampuni hizi zipo maeneo gani kwa hapa nchini? Kwa sasa hivi tuna makampuni katika maeneo tofauti, ikiwepo Tabora, Mwanza, Dar es Salaam, Arusha, lakini pia kampuni hizi pamoja na kwamba zipo katika mikoa hiyo, lakini pia zinasambaza katika mikoa mingine tofauti. Kwa mfano, kampuni ambayo iko Tabora inasambaza mpaka Kigoma, kampuni ya Mwanza inasambaza kanda ya Ziwa, kampuni iliyoko Arusha inasambaza kanda ya kaskazini, na kampuni zilizoko Dar es Salaam zinasambaza katika maeneo ya mikoa ambayo inapakana Dar es Salaam, lakini pia Dodoma. Sisi tuna granti za aina mbili. Tuna inayoitwa catalytic grant, ambayo hii imetarget makampuni ambayo yana mauzo yasiyozidi $200,000 kwa mwaka.
ambapo makampuni haya yanaweza yakaomba kuanzia dola 50,000 mpaka dola 75,000. Lakini pia tuna growth fund ambayo ni kwa makampuni ambayo yanakuwa, ambayo yana mauzo ya kuanzia dola 200,000 na kuendelea kwa mwaka, ambayo haya yanaweza yakaomba kuanzia dola 100,000 mpaka dola 400,000. Na ukifanikiwa kupata fedha hizi tunazitoa katika njia ambayo tunaita milestone based, kwamba kwa kipindi cha fulani labda cha mwaka mmoja au miaka miwili utakuwa unapata kutokana na jinsi biashara yako inavyokuwa na kuendelea. Katika kuwafikia Watanzania walioko vijijini, tunachofanya na tumesema wazi kwa mtu yeyote ambaye anatarajia kupata ufadhili ni kwamba ni lazima mradi wake utekelezwe katika maeneo ya vijijini haswa, au katika yale maeneo ambayo tunaita sio ya vijijini, lakini angalau katika miji ambayo iko vijijini, sio miji mikuu hii. Kwa hiyo tunaelewa kwamba biashara nyingi zinapenda kufanya biashara katika maeneo ya mijini ambao kuna wateja wengi na pia kuna urahisi wa kuwafikishia, na wanakwepa kwenda vijijini kwa sababu kuna changamoto za kwenda. Kwa hiyo tunachofanya sisi ni kwamba tunakuwa na makubaliano kwamba tunajua kampuni yako labda iko Dar es Salaam, inafanya kazi Dar es Salaam, lakini tunataka tukusaidie labda uweze kwenda mkoa wa Lindi, katika wilaya fulani za Lindi. Tunakusaidia katika wilaya zile uweze kutengeneza mawakala wa kuuza bidhaa zako kule. Tunakusaidia pia kuweza kupata wafanyakazi labda wa kuweza kufanya marketing na promotion ya bidhaa zako kule. Kwa hiyo hatusemi kwamba lazima kampuni iwe kijijini, ni kwamba kampuni inaweza ikawa mjini, lakini malengo yake yakawa ni kufikisha huduma zao katika maeneo ya vijijini ambako kwa sasa hivi huduma hizo hazifiki. Cha kwanza tunachoangalia ni kwamba maandiko haya ambayo yanakuja kwetu kwa ajili ya kuyachakata yanakuwa pia yana ubunifu katika kupunguza gharama. Kuna njia nyingi za kupunguza gharama. Kwa mfano sasa hivi kuna kitu kinaitwa pay as you go, kulipa kidogo kidogo. Tunayo makampuni ambayo yanatoa huduma hizi kwa kuwawezesha watumiaji kuweza kulipa kidogo kidogo. Tunajua kwa mfano kununua mtungi wa gesi kwa mwanzo gharama yake inaweza ikawa kubwa sana. Lakini je, kuna njia yoyote ya kumsaidia mtu kupata kwa gharama ambayo inaweza ikamfanya akaweza kulipa? Kwa hiyo tunakuwa na mpango kama huu wa pay as you go, ambapo mtu anaweza akalipa kidogo akachukua mtungi wa gesi alafu akaendelea kulipa jinsi ambavyo anapata, au akachukua kama ni jiko au ni mtambo wa biogas akalipa kidogo kidogo. Lakini pia njia nyingine ya kuweza kupunguza gharama, kuna njia ambayo makampuni mengine yanatumia kitu kinaitwa RBF, kwamba sisi tunakupa fedha ambayo itawezesha kupunguza gharama kwa kiasi fulani. Kwa hiyo tunakuwa tumelipia ile teknolojia ambayo unaenda kuisambaza. Kwa mfano kama itauzwa shilingi 5,000, basi sisi katika mradi wetu tunaweza tukawa tunasema kwamba tunalipia shilingi 1,000. Lakini pia gharama zinachangiwa pia na gharama za uzalishaji, gharama za usambazaji. Kwa hiyo kwa grant tunayotoa tunategemea pia inapunguza hizi gharama za uzalishaji, gharama za usambazaji ambazo zinapelekea bei kuwa chini, tofauti na ambavyo inakuwepo kunapokuwa hakuna miundombinu ya usambazaji kama mawakala pamoja na njia nyingine ambazo zinaweza zikawezesha hizi bidhaa kufika kijijini au maeneo ya vijijini katika bei ambayo ni nafuu kidogo.